Tuzo, sorry, samahani, nilifikiri Bakari. Mwananchi Tuzo. Yes, natoka Mwananchi. Ndio. Na maswali matatu. Swali langu moja linahusu kwenye hiyo hoja yako ya kwanza kuhusiana na hiyo kamati. Tunajua kwamba chama chenu kipo kwenye kipindi cha mpito kwa maana ya masuala ya financial. Sasa mnavyoliendea jambo kama hili, kuna swala la bajeti. Je, ni kwa namna gani mmejipanga kwenye swala la kifedha kuhusiana katika kuiwezesha hiyo kamati kutekeleza majukumu yake? Hilo swali langu la kwanza. Lakini swali langu la pili linatoka nje kidogo ya hiyo hoja ya msingi ambayo umezungumza, ni kuhusiana na tumeona toka juzi baadhi ya makada wenu wanakamatwa na wengine kuwekwa ndani, hatujajua kama wameachiwa. Je, SUFA mpaka sasa hivi mna takwimu rasmi ya watu ambao wameshikiliwa ama labda na wengine ambao wameachiwa kwa dhamana, na ni hatua ipi kama chama mnaichukua kwa sasa, lakini katika kuhakikisha kwamba usalama wa makada pamoja na viongozi wa chama, hasa katika kipindi hiki ambacho mfululizo wa operation zenu zinaendelea? Lakini swali langu la tatu ni kuhusiana na hili swala la milioni 900. Limeibua mjadala mkubwa na kuna ambao wanahusisha pia na swala la hizo fedha ndo kudhamini maandamano ambayo yanadaiwa kwamba yanafanyika mwezi ujao. Hebu tuweke sawa na ufanye uchanganuzi mzuri kuhusiana na hilo jambo. Asante sana. Okay, kuna swali lingine, karibu. Asante, naitwa Fadhili Atfaroyo. Na maswali mawili. Swali la kwanza, huyu ameulizia ni nani anafandi au mtapataje fedha za kufandi hiyo mchakato. Mimi swali langu naomba nilijazie humo. Mchakato huu una gharama kiasi gani? Tunafahamu mchakato kama hii lazima pawe kuna kiwango cha bajeti ambacho kinatarajiwa kutumika. Na je, fedha ni hizo za tone au zile za wafadhili? Swali la pili, mchakato huu utahusisha wadau mbalimbali kama ambavyo umesema. Kwenye hawa wadau, je, kuna serikali hii ambayo mnadai kuwa hamuitambui? Swali la tatu, serikali hii ambayo mnadai hamuitambui, ilishatangaza chini ya Rais Dr. Samia kwamba baada ya ripoti ya uchunguzi na ripoti ya jinai kutoka, huo mchakato ukishaisha itakuja maridhiano ya katiba mpya. Hamjaona sababu ya kusubiri labda huo mchakato utakapofika ndipo muendelee na huo mchakato wa serikali kwa pamoja? Okay. Nadhani hakuna swali lingine. Naomba niyajibu haya. Nianze na Tuzo. Juu ya kipindi cha mpito tumejipangaje kuhusiana na swala la fedha. Kwanza, Chadema ina katiba yake na katiba ya chama imeeleza vyanzo vya mapato ya chama. Kwa hiyo katika jambo hili vile vile katiba yetu ndio itatuongoza kwenye vyanzo vya kugharamia hii kamati. Kwa hiyo kuna kiwango fulani kitatokana na michango ya umma kupitia tone na Chadema Digital. Natumie fursa hii tu kuendelea kuwaomba umma kuichangia Chadema. Chadema ilikuwa inapata ruzuku ya milioni 107 kwa mwezi kabla ya uchaguzi haramu wa 2025. Sasa hiyo ruzuku haipo. Kabla ya hapo Chadema ilikuwa inapata ruzuku ya milioni 323 mpaka mwaka 2020 kutokana na matokeo ya uchaguzi wa 2015. Na tukisema ruzuku ile sehemu kubwa inatokana na kura ambazo chama kimepata za ubunge. Alafu kiasi kidogo cha ruzuku ni ya idadi ya viti vya ubunge, kiasi kidogo idadi ya viti vya udiwani. Lakini sehemu kubwa ni kura za ubunge na ni pesa za walipa kodi wa Tanzania. Kwenye nyinyi walipa kodi wa Tanzania ndio mlikuwa mnaigharamia Chadema kwa sehemu kubwa kwa kipindi chote ambacho Chadema ilikuwa inatumia ruzuku. Na katika hicho kipindi ambacho Chadema ilikuwa inategemea sana ruzuku, 85% ya matumizi ya chama kitaifa yalikuwa yanategemea chanzo kimoja kikuu cha ruzuku. 15% iliyobaki ndio ilikuwa inachanganya vyanzo vingine vyote vilivyobaki. Sasa baada ya uamuzi mzito wa kutojihusisha kabisa na uchaguzi haramu na kusema kwamba hakuna uchaguzi, Chadema sasa haipokei ruzuku.
Kwa kiwango pekee cha ruzuku kilichobaki cha Chadema, na hii niseme hadharani kabisa, ni pesa ambazo Chadema inazo na zipo kwa msajili wa vyama vya siasa za kutoka mwezi Juni mwaka 2025 mpaka mwezi Oktoba, ambayo ni takriban shilingi milioni 500 ziko kwenye ofisi ya msajili, lakini kama sehemu ya njama haramu za serikali kuidhibiti Chadema, kuikosesha fedha Chadema, hata hizo ambazo ni halali kabisa ya Chadema, pesa za wananchi, msajili ameendelea kuzishikilia mpaka ninavyozungumza na nyinyi leo, kinyume cha sheria kabisa. Mwanzoni alikuwa anasingizia kuna zuio mahakamani. Zuio limeondoka toka mwezi Aprili. Huu ni mwezi Juni, hawajaingiza bado pesa. Mwanzoni alikuwa anasingizia hamtambui katibu mkuu. Mahakama ikaweka zuio dhidi ya uamuzi wa msajili kutomtambua katibu mkuu usiendelee kutekelezwa. Kwa katibu mkuu anatambulika, secretariat inatambulika, hakuna zuio, lakini bado kama sehemu ya hujuma fedha hazijaingizwa kwenye account. Na mimi ukiniuliza nitakwambia hilo haliwezi kuwa jambo la msajili tu mwenyewe, kwa sababu pesa inatoka hazina inaingia kwenye voti ya msajili, lakini ofisi ya msajili wa vyama vya siasa iko chini ya ofisi ya waziri mkuu. Masuala ya fedha haya wizara ya fedha inahusika. Kwa hiyo nalisema hadharani kwa sababu tumekuwa tukizungumza nao hivi kawaida kwenye haki ambayo ni haki ya wazi kabisa, lakini wanaikwepa ili waziri mkuu aliyoko hivi sasa achukue hatua, waziri wa fedha achukue hatua, kwa sababu ni haki ya kawaida. Sisi tunachokiona ni mchezo unafanyika kwenye hilo eneo. Tarudi kwenye haya mengine. Kwenye hilo eneo wanataka wavute muda. Leo ni tarehe 17, ifike tarehe 30 Juni mwaka wa fedha ufungwe, alafu mwaka wa fedha ukifungwa pesa zinatoka kutoka ofisi ya msajili zinatakiwa zirudishwe hazina, alafu baadaye waseme haziwezi tena kurudi. Mkitaka zirudi mkubali kuingia kwenye mazungumzo kama ambavyo zilikuwa zile malimbikizo mengine ya ruzuku. Kwa wanataka kutuwekea kama silaha hivi nyuma, wajaribu kutusukuma kwenye jambo ambalo si sawasawa na si kwa taratibu sahihi za haki. Sisi hujuma kama hizo hatuwezi kuingia kwenye mtego wa hujuma. Tunamtaka waziri mkuu aseme ni kwa nini ofisi ya waziri mkuu mpaka sasa haijahakikisha msajili wa vyama vya siasa ameingiza fedha za Chadema kwenye akaunti ya Chadema. Tunamtaka waziri wa fedha, wakati mjadala wa bunge unaendelea bungeni Dodoma, wanapohitimisha mjadala wa bajeti, aseme ni kwa nini mpaka sasa fedha za Chadema halali kabisa za ruzuku za wananchi hazijaingizwa kwenye akaunti ya Chadema na ni lini zitaingizwa kwenye akaunti ya Chadema. Sasa hii kamati hii basically itatumia vyanzo vikubwa viwili katika kuifanya hii kazi, au vitatu. Chanzo cha kwanza ni tone. Kazi zetu zote sasa tunazifanya kwa tone na Chadema Digital. Na ndio maana tunaomba sana wananchi waendelee kuchangia tone. Hata hii mikutano ya hadhara tunakwenda kuanza kesho, tuna mtaji kidogo tu wa kuanza mkutano. Tunatarajia kwamba umma uendelee kutuchangia. Usipotuchangia tutakwama, kwa sababu hatuna ruzuku, hatuna chanzo kingine kikuu zaidi ya tone na mapato ya wanachama kupitia mifumo ya Chadema Digital. Hiki ndio chanzo kikuu na chanzo kipaumbele, na tunawaomba sana Watanzania wanaotaka katiba mpya wachangie operation katiba mpya free Tundu Lissu, na wachangie kazi za hii kamati, na wachangie kazi za Chadema kwa ujumla wake, kwa sababu ndizo zinazosukuma ajenda ya kitaifa ya katiba mpya. Hiyo chanzo cha kwanza. Chanzo cha pili, tunajua kwamba katiba mpya ni jambo lenye maslahi ya umma na ya wadau wengi ndani ya nchi, asasi za kiraia za ndani, taasisi mbalimbali za ndani. Tunaziomba hizo taasisi zote za ndani ya nchi ambazo tunajua nyingine zina bajeti za masuala ya katiba, ziipokee kamati yetu ikija kwao, na zisaidie kamati yetu ikija kwao, kwa sababu kamati hii itachangia kwenye kazi ambazo wanazifanya na kazi ambazo kwa pamoja kama taifa tunazifanya. Kwa hiyo waipokee na sio wasubiri tu kamati igonge milango. Waiite hii kamati
Kwa mdau yoyote anataka kuita hiyo kamati, nimeshataja majina, naweza kufanya mawasiliano na wahusika waiite hii kamati, ama kamati kwa ujumla au baadhi ya sehemu ya kamati, ili kamati ifike na waweze kuipa michango, sio michango tu ya kifedha au rasilimali, mpaka michango ya mawazo, michango ya maoni juu ya namna ya kufanya. Chanzo cha tatu, nimekaa na hii kamati na nimeieleza hali halisi ya uhaba wa rasilimali tulionao, na nimewaomba kwamba kwa ukubwa na umuhimu wa hii kazi kwa nchi, wakubali kujitolea, wakubali kujitolea. Kwa hiyo mchango utakaotolewa na hawa wajumbe kujitolea kwenye hii kazi, kufanya kazi kwa njia za ziada bila malipo ya ziada, kufanya kazi kwa njia za kiteknolojia za kidijitali, kufanya kazi kwa namna yoyote wanaweza kuifanya, ili mradi kazi ifanyike, ili kazi ifanyike. Kwa hiyo tunachohakikishia tu Watanzania ni kwamba hili jukumu litabebwa na hili jukumu litafanyika katika mazingira yoyote yawayo. Umesema juu ya viongozi wetu wanaokamatwa katika maeneo mbalimbali, hali ya usalama ikoje na katika operation takwimu ziko kiasi gani? Kwanza takwimu, kwa sababu umeliuliza hili swali hapa sasa hivi, takwimu zitatolewa na kurugenzi yetu ya mawasiliano, na nielekeze tu kurugenzi ya mawasiliano ichakate takwimu za kanda zote ambazo tumeendelea kuzikusanya sasa hivi na kuweza kuwapa briefing waandishi kuhusiana na idadi ya waliokamatwa. Lakini umesambaa maeneo mbalimbali ya nchi. Kitu ambacho kinaashiria sio matukio isolated, sio matukio ya bahati nasibu, ni mpango wa vyombo vya dola dhidi ya Chadema, na mpango huu umechangiwa na taarifa za uongo ndani ya vyombo vya dola vyenyewe. Na hili nilianza kulisema kuanzia siku moja kabla ya kesi ya Lissu, ilikuwa ije tarehe 11. Nilifanya mkutano wa waandishi pale nikasema kwamba tarehe 11 kuna njama zinapangwa. Siku ile ilikuwa watu wakamatwe kwa wingi kweli pale mahakamani, sababu ni pattern ya matukio. Sasa inaendelea maeneo mbalimbali, na kwanza tuambie jeshi la polisi lisitishe hiyo kamata dhidi ya viongozi wa Chadema, kwa sababu taarifa wanazoziita za kiintelijensia wanazozitumia ni taarifa za uongo, na badala yake wamkamate Kenan Kiongosi aliyesema anajua kuna kikao cha Chadema kimekaa mahali fulani kupanga vurugu, ili Kenan Kiongosi akalieleze jeshi la polisi hicho kikao cha Chadema kilikaa wapi, kilohusu akina nani. Tunataka kuona Kenan akihojiwa, akikamatwa na jeshi la polisi, kwa sababu ndio amesema taarifa mbele ya vyombo vya habari za uongo kabisa. Na tunataka msajili wa vyama vya siasa ambaye anaziandikia barua Chadema kila wakati kwa mambo ambayo hayana maana yoyote, tunataka kusikia msajili amechukua hatua gani kwa taarifa kama hiyo ambayo imetolewa kwa umma. Kwa hilo nilisomee hivyo. Nizungumze kuhusu hili la milioni 900 na kwamba linahusishwa labda na maandalizi ya maandamano. Kwanza mkumbuke kwamba jambo hili nilizungumza pale nje ya mahakama baada ya mwanasheria mkuu wa chama kusema kwamba Said Issa na wenzake, kutokana na zuio la chama la siku 309, wameitia hasara kubwa chama kwenye magari, kwenye mali na kwenye fedha, na akasema ikiwemo fedha za kutoka kwa wafadhili. Kwa mimi nilipokuja kuzungumza nikatoa tu maelezo ya nyongeza, kwa sababu sisi chama chetu tunazungumza mambo kwa uwazi ili umma ujue tunapozungumza fedha za wafadhili tunamaanisha nini. Nikasema kwamba Chadema ilikuwa inatekeleza mradi kwa ajili ya wanawake, mradi wa masuala ya jinsia ulioanza miaka kadhaa nyuma, na tumesaini mkataba kwa ajili ya mradi huo kufundisha wanawake uongozi na kufundisha wanawake masuala ya kijinsia na hata baadhi ya wanaume ambao wanaonekana kama gender champions, na masuala mengine ya kutengeneza sera za masuala ya wanawake kwa jinsia na mambo yanayohusiana na hayo. Sasa tulipowekewa zuio la mahakama, kuna fedha ambazo zilikuwa zimeshaingia, na kipindi chote cha zuio, kwa sababu tulikuwa tuna mkataba, kuna fedha zikaendelea kuingia kwenye account. Ilipofika mwezi Disemba, kwa sababu ule mradi ulikuwa unaisha, ulikuwa ni mradi wa miaka mingi, ulikuwa umefika ukomo wake,
serikali ya nchi husika kwa mujibu wa mikataba ya ukuzaji wa demokrasia na maendeleo ya wanawake imeweka masharti kwamba muda wa mradi ukifika pesa zinarudi. Kwa hiyo kutokana na masharti ya mkataba ambao sisi tumesaini, tukafanya utaratibu tu wa kurudisha pesa, kwa sababu Chadema si chama kinachovunja sheria, kinachovunja mikataba, kinachokiuka haki, kinachotafuna pesa iwe ni za wananchi au pesa za wadau wetu ambao ni washirika. Kwa hiyo tukarudisha hizo pesa. Kwa hiyo tulisema kama hasara ya kifedha ya moja kwa moja, ukiondoa hasara nyingine ambayo zuio la chama la siku 309 ilisababisha, sio kwa Chadema tu, kwa Chadema, kwa BAWACHA kwa maana ya wanawake wa Tanzania na Zanzibar, na kwa Tanzania, kwa sababu hizo pesa kama mafunzo ya wanawake yangeenda kufanyika huko wilayani, huko majimboni, huko wale wanawake ambao wamefundishwa wangefundisha na wengine, zile gharama za kufundisha kule na wale watu wanaoshiriki mafunzo wangetumia gharama huko mtaani, ingenufaisha wananchi katika maeneo mbalimbali. Kwa ni pesa ambazo ni za washirika wa maendeleo kwa nchi ya Tanzania na ziko kwenye mahesabu ya washirika wa maendeleo ya nchi ya Tanzania, ambazo zimepotezwa kwa sababu ya njama haramu ambazo zilihusisha ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na baadhi ya watu ndani ya serikali na hao waliotumika. Kwa hiyo tulisema hivyo kwa uwazi. Sasa hazihusiani kabisa na kinachoitwa maandamano ya mwezi ujao, kwa sababu ni mambo ambayo ni ya kipindi kilichopita, lakini imezua mjadala kwa sababu kuna mtu mmoja wa CCM anaitwa Ali Hapi, nadhani ndio ambaye amezungumza akasema uongo kuhusu hizo fedha na kataka kujaribu kusema propaganda. Sasa mimi niseme mambo machache ya nyongeza tu. Kwanza, utaratibu huu wa vyama vya siasa kuwa na ushirikiano kimataifa katika miradi ya baadhi ya shughuli za mafunzo na ujenzi wa chama ni utaratibu wa kawaida. Hata CCM Ali Hapi awaambie Watanzania ukweli, ni mabilioni mangapi CCM kama chama inapata kwa ama vyama rafiki au taasisi za kimataifa za magharibi, kwa maana hao walioita wazungu, na za mashariki na za maeneo mengine. Aseme ni mikataba gani imeingia. Na katika hili, kwa sababu CCM katika nchi ya Tanzania ndio chama kinachotegemea sana fedha za nje ukilinganisha na chama kingine chochote in terms of michango. Mimi nilishasema 85% ya matumizi ya Chadema ilikuwa ni ruzuku. 15 iliyobaki ndio mchanganyiko wa michango, ada za wanachama, michango ya wanachama. Masuala ya pesa kutoka nje za wadau ni haifiki hata 2%. Haifiki hata 2% ya gharama za uendeshaji wa chama. Sasa CCM ituambie, CCM iseme jengo la ukumbi wa Mwalimu Nyerere wa Jakaya Kikwete Convention Center Dodoma, ambao wamepewa msaada kutoka nje, waseme bilioni ngapi CCM ilipewa kujenga jengo la Mwalimu Nyerere Dodoma, na waliingia mkataba gani kujenga jengo la Mwalimu Nyerere. CCM iseme yenyewe, CCM kama chama mwenyeji na vyama rafiki vyenye ushirikiano na CCM wamepewa mabilioni mangapi kujenga chuo cha Mwalimu Nyerere cha uongozi Kibaha. Waseme wamepewa pesa kiasi gani kutoka nje na wamepewa kwa masharti gani na kwa mkataba gani. Sisi Chadema tunasema mambo kwa uwazi kwa sababu tunajiamini. Hatuna wizi, hatuna masharti haramu. Ali Hapi kwa sababu ameamsha mjadala wa ufadhili wa fedha za uendeshaji wa vyama, awaeleze wa Tanzania, sababu yeye anaongoza jumuiya ya wazazi. Mwaka 2005 viongozi wa jumuiya ya wazazi na viongozi wengine wa CCM waligushi katika kashfa maarufu sana ya External Payment Arrears EPA. Waligushi nyaraka, wakaiba pesa benki kuu kwa ajili ya matumizi ya CCM na matumizi yao binafsi, jambo ambalo Mkapa katika kitabu chake ni kati aliyoyajutia katika maisha yake, kwamba wenzake CCM walimdanganya pesa ni kwa ajili ya CCM, kumbe pesa ni uwizi wa kwao binafsi na watu binafsi ndani ya chama. Ali Hapi aseme Kagoda Agriculture Limited iliyochukua bilioni 40 benki kuu, 40 billion Kagoda Agriculture Limited ilikuwa ni wakina nani
pesa hizo zilikwenda kwa kina nani? Ali Hapi aseme Deep Green, kampuni iliyochukua bilioni 10. Deep Green hiyo inaitwa Deep Kijani, kampuni yenye uhusiano na CCM, ilichukua benki kuu bilioni 10, zilichukuliwa na wakina nani? Zilitumika kwa kitu gani? Ali Hapi aseme nchi hii tulipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi, tume ya Nyalali ilipendekeza kwamba ili Tanzania iwe na usawa kwenye demokrasia ya vyama vingi, mali zote ambazo zilichangiwa na Watanzania wakati wa mfumo wa chama kimoja zirudishwe kwa serikali. Ali Hapi aseme majengo ya UWT, majengo ya umoja wa wazazi, UVCCM, CCM yenyewe, mali, viwanja na mali zote hizo. Ni kwa nini CCM imepora na endelea kujilimbikisa, alafu sisi ambao watu wetu, wazazi wetu na wengine wa miongoni mwetu wanachadema walichangia wakati wa mfumo wa chama kimoja, tukisema hatuna rasilimali, tunataka rasilimali, anasema watu wa ombaomba watonetone. Sisi tutaendelea kuwa ombaomba na tutasema, ila tunataka kusema hizo mali za umma wanazirudisha lini? CCM ikiporwa mali walizozipata kiharamu, CCM haina uwezo kabisa. Hata hii ruzuku ambayo Ali Hapi na wenzake wanafanyia ziara sasa hivi, ruzuku ya damu kwa sababu ya wizi wa uchaguzi wa 2025 na fedha nyingine za damu zilizochangiwa kwenye ukumbi wa Mlimani City na wafanyabiashara ambao Ali Hapi na wenzake wanapaswa kusema walikuwa na mikataba gani nao na maslahi yao gani kuingiza nchi katika matatizo tulioingia. Kwa hiyo kama nataka huu mjadala ni vyume tukaujadili vizuri sana, huu mjadala wa CCM na uporaji wa rasilimali za nchi na CCM na uporaji. Huu mjadala tukiingia, mtakuta mpaka vituo vya vyombo vya habari. Kuna vituo vya habari CCM imepora kwa kutumia rights ambazo hazikuwa za kwao. Kuna miradi ya rasilimali, waandishi mkachunguze mradi unaoitwa Jitegemee wa makaa ya mawe. Una mahusiano gani na CCM na mikataba gani haramu ambayo CCM imeingia? Mjadala upanuliwe wigo wake, lakini sisi Chadema kwa sababu tunajijua kwamba ni wasafi, tuna uwezo wa kusema vyanzo vyetu vya mapato hadharani na hatuvitumii kwa kitu chochote haramu. Fadhili, nimeshajibu la nani anafandi mchakato, gharama kiasi gani tumeiambia kamati ikakae ikachakata kwamba hii kazi hii tuliowapa itagharimu kiasi gani, na watakapokutana na wadau wapi watawasaidia wapi katika nini, gharama zipi wataomba kwa chama kidogo sana kwa sababu chama hakina uwezo, gharama zipi watajitolea, ili siwezi kulijibu sasa mpaka kamati itakapoenda mbele. Juu ya wadau gani? Je, wadau ni pamoja na serikali ambayo tuitambui kwa sasa? Hii serikali tusioitambua sio sehemu ya wadau ambao hii kamati itakutana nao. Kwa haitakutana na serikali, itakutana na wadau wengine wote. Ikifika hatua kama ikileta ripoti yake kwa kamati kuu itatafakari mapendekezo yao, na kama kuna chochote cha ziada yakitamuliwa na kamati kuu ya chama. Lakini kwa sasa serikali si sehemu ya wadau ambao kamati hii, serikali haramu na batili na katili na dhalimu, sio sehemu ya wadau ambao kamati hii itakutana nao. Juu ya kauli ambayo Samia Suluhu Hassan alitoa baada ya kupokea ripoti ya tume ya Chande, kwamba baada ya tume ile ya uchunguzi kwamba ataunda tume ya maridhiano alafu ndio itapata ufumbuzi kuhusu mchakato wa katiba. Kwa hiyo raia yako anatuambia kwa nini tusisubiri? Sikiliza, na ili waandishi mlifanyia uchambuzi vizuri sana. Samia Suluhu Hassan amesema hatua 4 za tume. Hatua ya kwanza ni tume ya kilichoitwa hicho fact finding, tume ya Chande. Imetumia muda mrefu, afu imekuja na majibu mengine sio majibu, na bado inaacha maswali. Alafu ikaundwa tume nyingine inaitwa tume ya jinai ambayo inaendelea na kazi. Sasa wanachomaanisha ni kwamba tume inayoitwa ya maridhiano itaundwa baada ya tume ya jinai. Alafu ikishaundwa tume ya maridhiano kwa ujumla,
Alafu yenyewe itapewa muda alafu itaundwa tume nyingine ya 4, tume ya mchakato wa katiba mpya, maridhiano kuhusu katiba mpya. Step 4 za tume. Huo ni hilo kwanza ni changa la macho na ni mtego kwa Watanzania wa kuvuta muda wa kupoza mjadala wa katiba mpya, na ndio maana kwa sababu wanajua wanania ovu kuhusu mchakato wa katiba mpya, ndio maana hakuna bajeti ya katiba mpya bungeni, lakini vile vile ndio maana wamesema katiba mpya mpaka mwaka 2028. Tafsiri yake ni nini? Wanataka sasa tusijadili katiba mpya, tusubiri 2028. Ikifika 2028 wakwambie kwamba tume ya kwanza ilichukua muda mrefu, matokeo yake tume ya pili nayo ikachukua muda mrefu, matokeo yake tume ya tatu nayo imechukua muda mrefu, kwa hiyo tume ya 4 imekosa muda wa kukamilisha kazi ya mchakato wa katiba. Tukubaliane kwanza tuingie kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, alafu tuendelee kushughulikia na masuala ya katiba, tutaendelea kushughulikia huko mbele. Nchi inakwenda kuingizwa kwenye matatizo mengine kama ya Oktoba 25 kwa matendo ya watawala. Kwa rai yangu mimi kwa wadau wote, msikubaliane kabisa na haya mapendekezo ya Chande, ya kamati ya wataalamu, mapendekezo ya Samia ya kuunda tume ya maridhiano ya katiba mpya. Hayo mapendekezo nyuma yake yanania ovu. Sasa sisi tunataka njia ipi ipite mpaka Tanzania ipate katiba mpya kwa haraka? Ndio hii kamati yetu tuliyoiunda inakwenda kuchakata njia zote ambazo Chadema tulishakuwa nazo kabla. Nyingine tulizungumza bungeni 2011, mswada ulipoletwa kwa mara ya kwanza kabisa bungeni, mnaweza kurejea hotuba ya Waziri Kivuli wa Katiba na Sheria wakati wa Tundu Lissu na sisi wachangiaji wengine. Mengine tuliyazungumza tulipokutana na Rais Kikwete Ikulu baada ya kuvurugika kwa mchakato wa sheria bungeni mwaka 2011-12 na timu yao ya wataalamu. Mengine tuliyazungumza kwa kumwandikia Magufuli akiwa madarakani. Mengine tumeyazungumza na rais mwenyewe wakati huo akiwa Rais Samia Suluhu Hassan mwezi Mei mwaka 2023 Ikulu Chamwino. Mengine tukayazungumza kwa mwaka mzima kwenye timu ya maridhiano ya 5 wa kwetu 5 wa kwao. Sasa tunakwenda kuya process yote ya mapendekezo ambayo tulishawapa, nini kifanyike, muda gani, katiba mpya ipatikane kwa haraka. Tunaangalia na mazingira ya sasa na yaliyotokea Oktoba, then kamati inapendekeza kwa kamati kuu twende njia hii, twende kwa ratiba hii, katiba mpya ipatikane, mchakato uanze sasa, na kwa vyote vile katiba mpya ipatikane kabla ya mwaka 2027. Nawashukuru sana wanahabari, asanteni sana.